Idadi ya wanakijiji waliofariki katika ajali ya barabarani huko Elbagon, kaunti ya Nakuru imepanda hadi kufikia watu 8, huku baadhi ya wanakijiji walionusurika ajali hiyo eneo hilo wakitaka serikali kuzingatia kupanuliwa kwa barabara hiyo, wakidai kwamba ni tishio kwa uhai wa wanaotumia barabara hiyo. Watu 12 walifariki kwenye ajali Alhamisi iliyopita. Mwanahabari wetu wa Nakuru na mhariri Bridget Ngana ana maelezo zaidi. Wanakijiji wa Areme wanaomboleza. Miongoni mwao ni Benson Kamau anayeelewa fika mauti ya barabara hiyo ya Elbagon kwenda Nakuru, kwani miaka 2 iliyopita alipata ajali pahala ambapo ajali ya Alhamisi ilitokea iliyoua watu 12. Kwa kuwa mimi ni victim wa mahali pale kijana alipoteza maisha yake, nimewahi anguka hapo na lori na nikaponea. Binamuye Kamau, Nixon Mbano, aliye na umri wa miaka 17, aliangamia kwa ajali hiyo akiwa anarejea nyumbani. Na sasa huyu kijana Nixon Mbano amepoteza maisha yake, ni mtoto wa kazini yangu. Tuliamua kwenda kuangalia kwa mochari ambapo nilikuta kijana yangu Nixon Mbano amelazwa na ameshaaga. Sasa nina mshtuko mwingi. Kamau akihofia ajali nyingi zitaendelea kufanyika kwenye mteremko huo iwapo serikali haitabadili muundo wa barabara hiyo. Hiyo bonde ikikaa hivyo, watu wengi wataweza kuwa viwete, wengine wapoteze maisha, na hiyo yote tunasema inaweza kuwa kazi ya serikali, na ikisaidia pale watu wengi wataweza kukua na maisha marefu. Henry Waweru alikuwa miongoni mwa watu waliofika kuwaokoa manusura ajali ilipotokea. Asijue mkewe alikuwa miongoni mwa waliofariki. Ni pigo ambalo, lakini ni kitu huna nini juu yake, hiyo ni Mungu tu anajua, tumwachia. Ile kitu huna nguvu juu yake, huwezi nini. Juu kama niweze tungesema tungemfufua. Naye Tabitha Muthoni amewaacha watoto 4, mchanga akiwa na miezi 6. Kumewachwa mtoto wa miezi 6, mwingine miaka 2, firstborn ako wa grade 8. Kwa hivyo tunaomba tu wasamaria wema waingilie kati, watusaidie juu hatuna namna, hatujui tuanzie wapi, tumalizie wapi. Huku wakazi hawa wakikabiliana na janga la kuwapoteza majirani wao, wangetaka serikali wajibike kwa kuhakikisha hakuna maafa yatakayotokea kwenye barabara hiyo kwenda mbele. Bridget Ngana, NTV, Nakuru.